Asante Yesu kwa sababu ya muda mzuri na wakati mzuri katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuna kitu ambacho ningependa nikizungumze ambacho kimekuwa kinaleta sintofahamu hasa katika Wakristo wengi siku ya leo. Kama ambavyo sasa hivi imeonekana katika makanisa mengi au katika huduma nyingi, watumishi wamekuwa wakitumia ufunuo wa mambo mbalimbali katika kudhihirisha ufalme wa Mungu. Sasa vile vitu ambavyo wanavitumia wengi, Wakristo wengi na hata pia wachungaji wengi, imekuwa ikileta shida. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwamba kwa nini wanatumia vitu hivi baada ya kutumia jina la Yesu. Kwa nini wakitumia maji, kuna vitu kama sabuni, vitu kama mafuta, badala ya kutumia jina la Yesu, na wakisema kwamba jina la Yesu mbona peke yake linajitosheleza. Sasa kwanza, labda kitu cha kwanza ninaanza kwa kusema kwamba niseme hivi kwamba mimi nilipata neema ya kusikia kutoka kwa baba yangu wa kiroho Apostle Peter Samuel ya kwamba uko ujio wa Yesu Kristo kama mfalme katika taifa la Tanzania, kwamba Mungu ametukumbuka wa Tanzania. Mungu amekusudia kujifunua na kudhihirisha ufalme wake ndani ya kanisa la Tanzania. Iko neema kubwa sana ambayo watumishi wa Mungu watatembea nayo, hasa wale ambao wataamua kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Iko neema kubwa sana. Yako mambo yatafanyika Tanzania, hata nchi zingine watajua hakika Tanzania yuko Mungu. Hili jambo la kwanza nataka niliseme, kwa sababu hiyo ndio maana nakuta kumekuwa na watumishi wengi wakibuka kila siku, ingawa wako wengine, siwezi kusema kwamba wote ambao wanaibuka ni wa Mungu, ingawa wapo wengine ambao wameibuka lakini wakiwa wametumwa na ufalme wa giza, lakini ni kwa sababu tayari hata ufalme wa giza wenyewe unajua kwamba Yesu Kristo sasa hivi yuko Tanzania. Ndio maana na ufalme wa giza pia unajaribu kufanya kila njia kuhakikisha kwamba unaachilia watumishi wa kwake ili kuweza kupingana au kuweza kuleta kama usawa au kujaribu kuzidi wale watumishi wa Mungu waliopo. Kwa hiyo katika kutumia vitu kudhihirisha ufalme wa Mungu ni kitu cha kawaida kabisa, ingawa wako wachungaji wengi wamekuwa wakipinga haya mafunuo na hata kupelekea kuwatishia waumini wao juu ya watumishi ambao wanatumia hivyo vitu katika kudhihirisha ufalme wa Mungu. Sasa nataka niseme hivi kwamba kutumia maji au kutumia sabuni au kutumia mafuta na au kitu kingine chochote katika kudhihirisha ufalme wa Mungu ni kitu cha kawaida sana. Kinacholeta shida ni kwa sababu kizazi kilichopo sasa hivi bado ni kizazi kigumu sana, kwa sababu ndio kizazi ambacho kimezaliwa, kimelelewa, kimekuzwa, hata wakati mwingine kupelekwa shule na mizimu ya familia na mizimu ya ukoo, au niseme na kwa ushirikina. Kwa hiyo ndio kizazi ambacho kinaanza kutoka kwenye hii mifumo ya miungu. Kwa mfano, ina maana kwenye familia yetu hakuna ambaye ameokoka.
mimi ndiye wa kwanza nimeokoka kwenye familia. Kwa hiyo mimi ndio wa kwanza najaribu kutoka kwenye mfumo wa miungu ya kifamilia, nisimame nje na mifumo ya kifamilia. Kwa sababu hiyo kumekuwepo na ugumu na changamoto sana, lakini mimi ambaye nimetoka kwenye mifumo ya familia, watoto wangu mimi ambao nitawazaa mimi nikiwa nimetoka kwenye mifumo ya kuongozwa na miungu, ina maana wao hawatakuwa na changamoto sana au kufuatiliwa sana na miungu ya familia au na miungu ya kwa sababu mimi ndio niliyowazaa ambaye tayari nimeshatoka kwenye hiyo mifumo. Sasa kwa sababu wengi waliokoka ndio wametoka kwenye hiyo mifumo, na wengi bado wanaishi kwenye hiyo mifumo. Kwa hiyo tunaamini sana mifumo ya ufalme wa giza kuliko ni mfumo wa Mungu ali hai. Hili ndio limekuwa tatizo kubwa sana. Ndio maana inapelekea hata Wakristo wako wengine, hata walokole wanashangaa kwa nini tunatumia maji, kwa nini wanatumia mafuta. Lakini nataka niseme hivi, kinachofanya kazi katika vile vitu sio kile kitu. Kinachofanya kazi pale ni nguvu ya Mungu ndani ya kile kitu. Ndio maana maji au chumvi ni ile ya kwako ambayo unatumia nyumbani. Ile chumvi, kwa nini kila siku nyumbani ulikuwa unatumia ilikuwa haikuletee matokeo, haikukuponya, haikukufungua? Lakini baada ya kuileta kwa mtumishi wa Mungu na kuitamkia neno kuachilia nguvu ya Mungu ndani ya ile chumvi, tayari ile chumvi imeshabadilika. Unapoitumia inakuwa sio chumvi ya kawaida tena. Sasa niseme hivi kwamba hata wale mawakala wa ufalme wa giza nao pia wanatumia vitu. Na niseme hivi, nisizungumze sana huko ufalme wa giza, lakini niseme tu hivi kwamba ile chumvi ambayo wewe mwenyewe usiamini umekwenda kuinunua dukani, au kile kipande cha sabuni ambacho wewe mwenyewe umekinunua dukani, ukikipeleka kwa mganga wa kienyeji akakitamkia neno kutoka kwenye ufalme ule wa giza ambao anautumikia, ina maana nguvu ya giza, nguvu ya kipepo itaingia ndani ya ile sabuni, na sabuni ile ukikwenda kuitumia utapata magonjwa, utaumwa, mambo yake yataharibika. Na kipande hicho cha sabuni ambacho umekinunua wewe mwenyewe, ukimpelekea mtumishi wa Mungu akatamka neno, akaachilia nguvu ya Mungu ndani ya hiyo sabuni, ukienda kutumia, kama unaumwa, ugonjwa unaondoka, mambo yako yatakaa sawa sawa, maisha yako yatafunguliwa. Kwa hiyo nataka niseme kwamba kinachofanya kazi au kinachotumika sio vile vitu. Ni nguvu ambayo imeachiliwa ndani ya hicho kitu. Sasa ni nani aliyoachilia hiyo nguvu? Ni nani ambaye sasa ameachilia hiyo nguvu ndani ya sabuni, ndani ya hayo maji, ndani ya hayo chumvi? Ina maana kama ni mganga wa kienyeji, hayo maji ukinywa yatakuletea madhara. Kama ni mtumishi wa Mungu, hayo maji ukinywa, maisha yako yatafunguliwa. Kwa sababu hata mchawi anapokuloga sio lazima aje nyumbani kwako. Anaweza akawa yuko umbali hata wa kilomita 70, lakini akaamua kukuloga wewe na akafanikiwa. Ina maana kuna vitu anavitumia. Wachawi wanatumia wadudu, wanatumia ndege, wanatumia wanyama. Wakati mwingine nyumbani kwako unaweza ukakuta hawa sisimizi.
lakini wasiwe sisimizi wa kawaida. Wakawa ni sisimizi ambao ndani yao wamepandikizwa nguvu ya kipepo kutoka kwa waganga wa kienyeji na wachawi. Maana tayari sisimizi wale kwako watakuwa na madhara. Wakati mwingine unaweza ukakuta mijusi nyumbani mwako, au kama mjusi ukamwona ni mjusi tu wa kawaida, lakini kumbe tayari ni roho ya kipepo imetumwa na mchawi ije kupeleleza maisha yako, au ije kufanya jambo fulani katika familia yako au katika nyumba yako. Vile vile pia mtumishi wa Mungu anaweza akatumia hao medusi, wakaenda nyumbani kwa mchawi, wakateketeza kila kitu ambacho mchawi anatumia. Kwa hiyo inategemea hicho kitu kimebeba nguvu ya nani. Kwa hiyo kitu chochote kinaweza kikabeba nguvu yeyote ya kutoka sehemu yeyote. Nimeamua nizungumze zaidi kidogo, ingawa nazungumza kwa ufupi sana, lakini nataka tu upate picha uweze kuelewa kwamba nini kinachofanyika. Sasa tukija kwenye Biblia, naona kwamba kuna mtu mmoja alikuwa kipofu. There is somebody who was blind, and he need healing. Alikuwa anahitaji uponyaji, na Yesu alipotaka kumponya yule kipofu, maandiko yanasema kwamba alitengeneza tope kwa kutumia mate yake. Alitema mate, akatengeneza tope, kisha akampaka yule kipofu katika jicho, kisha akamwambia nenda kanawe. Na alipokwenda kunawa, tunaona kwamba yule mtu macho yake yakafunguliwa. Sasa je, ni kwamba Yesu alishindwa kutumia jina lake kumponya yule mtu kwa kutamka mpaka akafanya tope? Lakini alikuwa anafundisha jinsi gani ufalme, nguvu ya Mungu inaweza ikakaa popote. Nguvu ya Mungu au Mungu yupo kila mahali. Tunasema Mungu yupo popote. Nguvu za Mungu zipo popote, lakini huwa hazikai popote. Au Mungu yupo popote, yupo kila mahali, lakini huwa hakai popote. Kwa hiyo ukiamua nguvu za Mungu kuziingiza kwenye jiwe, zitaingia kwenye jiwe. Ukiamua nguvu za giza ziingie kwenye jiwe, zitaingia kwenye jiwe. Wako watu walitegewa vitu na wachawi. Ulielekea tu kitu njiani, wala wewe hukujua. Yamkini uliona kama jiwe, yamkini uliona kama tu kitu cha kawaida, lakini ulipokanyaga madhara yakakupata. Sasa kwa nini wakati kile kilikuwa ni kitu, kwa nini ulipata madhara? Maana kuna maneno ametamka, kwa sababu yeye yuko upande wa ufalme wa giza, anatumia nguvu za ufalme wa giza. Kwa hiyo anaimpati nguvu ya giza kwenye hicho kitu, alafu hicho kitu kinaweza kuleta madhara kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo sasa wachungaji wengi wamekuwa na shida kwenye hili eneo, na kitu ambacho mimi nimekiona, tatizo kubwa ambalo mimi naliona linalosumbua hao wachungaji, mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza ni roho ya kifarisayo, the spirit of Pharisee. Roho ya kifarisayo ni roho ya kidini, ni roho ya dini, ni roho ambayo ni mbaya sana. Mtu yote mwenye roho ya dini hana tofauti na muuaji, kwa sababu hata waliomuua Yesu walikuwa ni watu wa dini. Na unaposikia neno Farisayo,
maana yake ni sana kusema degree au masters au PhD. Ni unaposikia farisayo ni cheo cha elimu ya mambo ya dini, ni moja ya vyeo vikubwa vya elimu ya mambo ya dini, na waliomua Yesu ni hao watu wa dini. Kwa hiyo roho ya dini ndiyo inayowasumbua wachungaji wa leo. Na hiyo roho ya dini imekujaje? Hiyo roho ya dini imekuja kwa sababu imefika mahali wachungaji wengi wakati wanaanza huduma zao walikuwa wako vizuri sana, lakini walipofika mahali walipofanikiwa hasa katika mambo ya kimwili, mambo ya huduma, kufanikiwa jenga jengo zuri, kuwa na nyumba nzuri, kuwa na magari, shetani akafanikiwa kuwakamata na kuwahamisha na kuwa tena ile desire, ile kiu tena ya kumtafuta Mungu ikawa imepungua. Kwa sababu hiyo sasa hivi wanafundisha tu kwa sababu ni mchungaji, anahubiri kwa sababu ni mchungaji, lakini tayari ile neema na ile kiu imekwisha kuondoka. Sasa wale watu walioko pale atawaketisha vipi? Ndio maana wanawatishia kwa maneno magumu. Wako wachungaji inafika mahali mpaka wanatamka maneno magumu juu ya waumini wao, kwamba msiende kwa hao wanaotumia maji, wanaotumia mafuta, na mtu akienda kule amelaaniwa. Sasa hii ni tekniki ambayo shetani anaiachilia, na wao bila kujua imetoka wapi, imeingia ndani yao, wanaitumia. Ni tekniki ya kuwafanya watu, kuwakalisha watu waweze wasitoke hapo mahali, kwa sababu anajua wakitoka pale maisha yatoka magumu, kwa sababu sadaka zitapungua. Sababu wana watu wengi wana shida, na mtu hawezi kukaa, hawezi kumfungia mtu akakaa hapo na vidonda vya tumbo, akakaa hapo na kisukari, akakaa hapo na utasa, wakati anaona wenzake wakishuhudia matendo makuu ya Mungu. Sasa wewe ambaye unapinga kuhusu ufunuo wa maji, ufunuo wa chumvi, ufunuo wa mafuta, hebu tuonyeshe wewe miujiza ulioifanya. Wewe umefanya nini? Ya kwako iko wapi? Hebu tupe shuhuda zako, wewe umefanya nini? Kwa Biblia tunaona mambo haya yalifanyika kabisa toka manabii wa mwanzo, toka wakina Elisha walifanya. Alimwambia tu Naamani ambaye alikuwa na ukoma, akajichovya tu kule mara 7 na ukoma akaondoka. Je, na yeye kama anaamini Biblia na anaamini maneno yako kwenye Biblia, je, Elisha alikosea kumwambia Naamani akajichovya kwenye maji mara 7, kwamba angemwombea tu kwa jina la Yesu na ukoma kaondoka? Sasa ukiangalia kwa undani zaidi ni kwamba kuna maarifa. Unajua kuna watu wengi hawajajua kuna demonic broadcasting, kuna TV za kipepo, television za kipepo, kama ambavyo tunaona hizi televisheni za kawaida, TBC, ITV na zinginezo. Pia ziko televisheni za kipepo ambazo kazi yake ni kuachilia maarifa ambayo yako kinyume na maarifa ya Mungu aliye hai. Ndio nasema kwamba siku hizi wengi wanaamini hakuna mume wa peke yako, wengi wanaamini hakuna mke wa peke yako. Hiyo misemo wanafikiri inatoka wapi? Kule kuzimu inatengenezwa, kisha wanairusha kwenye televisheni za kipepo. Ndio maana zimeenea na watu wanaamini 100%. Kwa hiyo kwa kifupi, hata wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaweza ukachukua maji ukatamka neno juu ya yale maji, na neno ile kaingia ndani ya maji, na maji yale yakadhihirisha nguvu za Mungu, maji yale yakadhihirisha ufalme wa Mungu aliye hai. Tunaona Daudi
alimpiga Goliati. Alikuwa ni mtu tishio sana. Goliati, wale watu, yule mtu au watu wa kabila lile au yule mtu alikuwa si mtu wa kawaida. Kwa watu wa kawaida hao, tuseme unaweza ukaunganisha kama 3, 4, 5 au 6, akawa mtu mmoja. Lakini angalia, ametishia watu wengi, wafalme kwa wafalme. Lakini Goliati alimpiga kwa kajiwe tu na akafa. Sasa lile halikuwa jiwe, bali hilo jina la Yesu Kristo ambalo wao wanalisema lilikuwa ndani ya ile jiwe. Kwa hiyo kilichompiga ni nguvu ya Mungu iliyokuwa ndani ya lile jiwe. Hiyo ni mama nizungumze kwa ufupi tu, inaweza kuweka wazi ili Wakristo tuweze kufahamu kwamba tumepewa mamlaka ya kutumia kitu chochote. Huu ndio uwezo na hizi ndio sifa za ufalme wa Yesu Kristo Mungu wetu. Kama ambavyo na wao wafalme wa giza wanaweza akatumia kitu chochote kudhihirisha ufalme wa giza. Kwa hiyo ni wachungaji tu ambao wameishiwa. Sasa wamebaki tu na vyeti vya diploma ya Bible School, wamebaki tu na vyeti vya degree ya Bible School, wamebaki na PhD za theolojia, lakini nguvu za Mungu haziko tena. Sasa watafanyaje ili wao waendelee kuishi? Ni kuwatishia waumini wao wasiende huko, wasifuate hiyo miujiza. Lakini sawa, wasifuate miujiza, lakini wao mbona wao ni wana shida? Mbona kwako wewe mwenyewe hatuoni hiyo miujiza? Basi ukiifanya kwa jina la Yesu, mbona tuoni? Tuonyeshe basi. Lakini niseme hivi kwamba kadiri ambavyo unapozungumza upako au kuwa na upako mkubwa, ni upako maana yake ni maarifa. Upako maana yake ni ufahamu. Kadiri ambavyo unaongezeka katika ufahamu wa kiungu, katika maarifa ya kiungu, ndivyo na upako kwenye maisha yako unaongezeka. Kwa hiyo ukiamua kujilimit wewe mwenyewe kwamba wewe unataka Mungu akutumie miujiza yako ya kutamka kwa jina la Yesu tu, bali ukitumia kitu Mungu asionekane, hakuna shida. Mungu atafanya vile ambavyo wewe mwenyewe umejiwekea. Lakini Mungu hana mipaka. Mungu yeye hana mipaka. Mungu ana uwezo wa kutumia kitu chochote akafanya kama anavyotaka. Na ndio maana unaposikia tunaposema Bwana wa majeshi, tunapozungumza Bwana wa majeshi, hatumaanishi kwamba jeshi la Mungu ni malaika. Hapana. Tunapozungumza Bwana wa majeshi, ina maana yeye ndiye pekee ambaye ana majeshi kuliko majeshi mengine yote, kwa sababu hata wewe ni jeshi la Bwana. Tunapozungumza jeshi la Bwana, maana yake ni kwamba ni kitu chochote ambacho Mungu anaweza akakitumia. Hilo ni jeshi la Bwana. Kwa hata miti ni jeshi la Bwana, hata mawe ni jeshi la Bwana, hata wewe ni jeshi la Bwana. Sio kwamba jeshi la Bwana kama hili ndio hili tu, kama ndio hili au ni hawa tu, hili ndio jeshi la Bwana. Hapana. Jeshi la Bwana ni kila kitu kilichoko duniani, jeshi la Bwana, kwa sababu Mungu anaweza akakitumia kama jeshi katika kudhihirisha ufalme wake. Kwa maneno haya machache nasema, Mungu baba yangu Apostle Peter Samuel, ninakutukuza wewe, ninakuinua katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ukazidi kuinua wale watumishi wako ambao umewaita katika majira haya na wakati huu katika taifa hili.
wale ambao Mungu umeweka makusudi yako ndani yao ili kudhihirisha ufalme wako, akiwemo baba yangu Apostle Peter Samuel, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Lakini Mungu ukazidi kuinua. Wako watu wana vipawa vizuri, wako watu wana huduma nzuri, lakini wamefungwa na roho za dini na roho za madhehebu na roho za mapokeo. Baba, na si ile neema yako ambayo umeachilia katika taifa la Tanzania ikawatamia sasa Bwana, ikainua huduma zao, ikainua vipawa vyao kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Lakini Mungu, kama ambavyo umesema na kama pia umekusudia kulinua taifa hili katika viwango vya uchumi ambao si wa kawaida, kiasi kwamba hata yale mataifa ambayo yalikuwa yakijua kwamba nchi ni masikini yatakuja kuomba msaada hapa Baba. Na sisi sasa hiyo neema na hiyo nguvu ikawaingia viongozi wetu walio sasa, kuanzia rais wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na sasamisha damu ya Yesu Kristo kwenye mipaka yote ya taifa hili, mipaka ya kwenye anga, mipaka kwenye ardhi, mipaka ya kwenye maji. Vitu vyote vya thamani vya taifa hili havitatoka nje ya mipaka ya taifa hili pasipo taratibu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na mtu yeyote ambaye anakuja katika taifa hili akiwa si kwa nia njema, mipaka imzuie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu kazidi kuachilia roho ya ufunuo na roho ya maarifa kwenye kanisa la Tanzania na Watanzania wote kwa ujumla, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ninakutukuza Mungu baba yangu Apostle Peter Samuel. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen.